السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الأحبة, tuko kwenye zama ambazo wasiwasi wamepatikana nao wanadamu katika mlango huu wa riziki, mpaka ikawapelekea wengine kuingia katika njia kutafuta riziki kwa njia ya haramu, mpaka ikawapelekea wengine kuanza kumdhania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vibaya. Nataka kwenye kikao hiki tuangalie tauhidi yetu juu ya huu mlango wa riziki, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala twajua ndiye mwenye kuendesha mambo yetu, ndiye mwenye anayemiliki mbingu na ardhi, ndiye mwenye kuruzuku, anampatia anayemtaka na anamnyima anayetaka kwa hikma zake. Tuangalie tauhidi yetu juu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid ar-rububiyyah, kwamba riziki zote zatoka kwa Allah Azza wa Jalla. Jipime nafsi yako. Nitakusomea aya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kwa hii aya iangalie iko wapi tauhidi yako juu ya kuamini tauhid ar-rububiyyah, utendakazi wa Allah Azza wa Jalla. يقول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أسمى الله سبحانه وتعالى hakuna yoyote katika wanyama, na katika baadhi ya tafsiri ya wanavyoni wanasema na hakuna katika chochote kinachotambaa kwenye hii ardhi chenye uwezo wa kutambaa illa riziki yake iko kwa Allahu Azza wa Jalla. Haya ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nathibitisha ukubwa wake katika masala ya kupeana riziki. Ni aya tunaisoma mara kwa mara. Aya hii inamaanisha nini ayuha alahibba? Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kila kiumbe kilicho hai katika hii ardhi, awe ni binadamu, awe ni mnyama, awe ni mdudu, awe ni ndege, wote hawa walioko kwenye hii ardhi riziki zao iko kwa Allahu Azza wa Jalla. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kutoa mfano huu kuonyesha ukubwa wake. Zote au yote yaliyomo kwenye hii ardhi, katika wanyama, katika wanadamu, katika wadudu, katika ndege, ni wangapi wako kwenye hii dunia? Ni wanadamu wangapi wako kwenye hii dunia? Ni wanyama wangapi wako kwenye hii dunia? Ni ndege ngapi wako kwenye hii dunia? Wote hawa walio kwenye ardhi yote, walio kwenye ulimwengu wote, wanatoa wapi riziki? Wanatoa kwa Allahu Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla ndiye anayewaruzuku na kuturuzuku sisi. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Nataka tuwe na imani au tuwe na yaqini juu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hasatan tunaposoma aya kama hizi, hakuna chochote kilicho na uwezo wa kutambaa kwenye hii ardhi illa Allah Subhanahu wa Ta'ala anairuzuku. Al-Imam al-Qurtubi alipokuwa na tafsiri aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, ameka qissa ya al-Ash'ariyun. Al-Ash'ariyun wakiwa ni baadhi ya masahaba, mmoja wao ni Abu Musa al-Ash'ari wa Abu Malik wa Abu Amir. Hawa ni katika waliofanya hijra na Mtume sallallahu alaihi wasallama, na baada al-hijra, baada ya kufanya hijra kutoka Makka kwenda Madina, walipokuwa Madina hali yao kidogo ilikuwa mzito, wakahitaji chakula moja katika masiku. Wakamtuma mmoja wao kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipofika huyu bwana aliyetumwa, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasoma hii aya: wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Akasikia aya kama hii, kisha akasema haya maneno mazuri: mal ash'ariyun bi ahwani ad-dawabi ala Allah. Al-Ash'ariyun yakikusudia kabila yake
si watu duni mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko wanyama. Bimaana ikiwa wanyama Allah subhanahu wa ta'ala anawaahidi riziki, basi sisi sio watu duni. Mwenyezi Mungu haezi kutuacha patupu, akarudi kwa watu wake. Angalia, baada ya kusikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wama min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha, hawa wanyama wameahidiwa riziki yao, akasema sisi ash'ariyun wallahi sio watu duni, Mwenyezi Mungu haezi kutuacha patupu. Hivi ndivyo masahaba walielewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo namna imani zao zilikuwa. Ayat ambazo Allah anathibitisha tauhidi yake katika masala ya utendakazi wake, imani hiyo na yaqini hiyo iliweza kupatikana kwa hakika na namna inapotakikana ndani ya nyoyo zao. Aliondoka kwenye kikao hiko, akirudi akijiambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawezi kutuacha patupu ikiwa ameweza kuruzuku wanyama. Allahu akbar. Na vile vile Imam al-Qurtubi katika tafsiri ya hii aya ametaja kisa nyingine hii kwamba kulikuwa na bwana mmoja anaitwa Usaid. Bwana huyu alikuwa ni mtu fakir, ni mtu watu wakimdharau. Mmoja katika masiku kuna bwana mmoja alimuuliza, ya aba Usaid, min aina taakul, watoa wapi chakula chako? Alimuona ni mtu duni, hana kazi, yuko tu. Alimuuliza, hii chakula unatoa wapi wewe? Akamjibu, angalia maneno ya mtu ambaye alielewa kwamba al-arzaq biyadillah, riziki ipo kwenye mikono ya Allah azza wa jalla, na Mwenyezi Mungu ametuahidi riziki zetu. Angalia majibu yake, anasema subhanallah wallahu akbar, inna Allah yarzuqu al-kalb afala yarzuqu aba Usaid. Allahu akbar. Alimwambia huyu bwana ambaye alimuonyesha madharau, kumwambia utoa wapi chakula wewe, kwa sababu tukujua sisi hali yako. Akamwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamruzuku na anampatia riziki huyu mbwa, anaweza kuniacha mimi? Angalia ufahamu wao namna ulivyokuwa kwenye huu mlango wa riziki. Vipi fahamu zetu sisi katika mlango huu wa riziki, katika mlango wa kuelewa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kupeana riziki, ndiye mwenye kufungulia watu maisha. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha. Ikiwa mbwa hajamsahau Allah subhanahu wa ta'ala na hajamwacha, vipi akuacha wewe mu'min ambaye unamsujudia yeye Allahu azza wa jalla? Tuweni na yaqini ya ukweli juu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hawezi kutuacha hivi, na Allah subhanahu wa ta'ala ataturuzuku kama vile ametoa ahadi kwa ruzuku wanyama. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Riziki zetu zote ipo kwenye mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allahu azza wa jalla ametuahidi riziki. Kuwa na imani juu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na yaqini Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukuacha patupu na atakuruzuku. Ila huna, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.